المقصد الثاني مقصود ya pili liman naqra'u tarikh, kwa ajili ya nani sisi tusoma historia. Idhan liman naqra, hivyo basi kwa ajili ya nani tusoma? Aljawabu huwa, jawabu ni kuwa idha kunta tastati'u, ikiwa unaweza, an tabhatha fil asanid, kupekua nini isnadi, watumahisuha, na ukazisafisha, ukajua isnadi hii ni mbovu, hii ni sahihi. Fatara lilimami Tabari, soma tarikhi ya nani? Ya alimamu Tabari. Fahuwa al-umdatu binisbati, ndio nguzo binisbati, kwa kilinganisha, lilladhina, kwa wale ambao yaktubuna fi tarikhi, wanaoandika katika historia. Watu wengi ambao wanaandika historia ni kuwa marejeo yao makubwa wanarejea kwa nani? Kwa Imamu Tabari, alimamu Tabari, kwa sababu kitabu chake ndio kitabu kikubwa cha tarikhi. Kama vile ukisikia Sahihu Bukhari ndio kitabu kikubwa cha hadithi. Kwa hiyo ukilinganisha na wale ambao wanaandika katika historia ni kuwa wengi marejeo yao ni kwa Imamu Tabari. Ndio shaka sema, unapotaka kama ukweli unaweza kupekua kwenye sinadi na nini, soma hicho kitabu, kwa sababu anasema Imamu Tabari yeye alikuwa karibu na yale matukio, yeye ndiye alikuwa karibu zaidi na matukio kuliko wanachuoni wote wa tarikhi. Wa idha kunta la tastati'u, na ikiwa huwezi, antumahisa al-asanid, kuzisafisha zile isnadi, huwezi kujua hii ni isnadi nzuri, hii dhaifu, hii sahihi. Kama huwezi, usisome kitabu cha alimamu Tabari. Pamoja? Huwezi. Tulisema siku ile kuwa ndani ya kitabu cha Imamu Tabari kuna riwaya za uongo. Tushakasema kama hutoweza kuchambua kujua kizuri na kibaya, usisome tarikhi ya Imamu At-Tabari. Faqra, bali soma lilhafidh ibn Kathir, soma kitabu cha al-Hafidh ibn Kathir fi kitabihi al-Bidayah wan-Nihaya, soma kitabu hicho. Walilhafidh Dhahabi fi kitabihi Tarikhul Islam, soma kitabu hicho. Watujadu baadhi al-kutub, na hupatikanwa baadhi ya vitabu al-mufida, vyenye kufidisha fi tarikhi, katika historia, fi hadha al-bab, katika mlango huu. Wa hiya mukhtasara, vitabu hivyo ni mukhtasara, vimefupishwa. Walakinaha nafi'a, lakini vina manufaa makubwa sana. Mithlu, mfano kitabu kinachoitwa Marwiyatu Abi Mikhnaf, yale yaliyopokelewa kutoka kwa Abi Mikhnaf fi tarikhi Tabari, katika tarikhi ya Imam Tabari. Kuna mtu kaandika, kwa sababu riwaya zilizokuwemo katika tarikhi Tabari nyingi zinatokea kwa huyu bwana Abu Mikhnaf, ambaye ni kadhab ambaye nani? Ni kadhab. Kuna mtu mmoja alikamatwa katika zama, sikumbuki ilikuwa dola gani. Yule bwana alikuwa ni wadhaa, yani mtungaji hadithi. Kiongozi wa ile dola akasema huyu jamaa akatushingo huyu, kwa sababu sasa naona kila siku anakuja na hadithi mpya tu, kila siku waleta hadithi mpya. Jamaa akasema kama utaniwa wewe ni uwe tu, lakini mimi nina hadithi 1040 nilizozitengeneza za uongo na nishazi sambaza, hadithi 1040 za uongo. Ambia basi sawa, utachinjwa tu, mashekha wa kuzichambua wako. Kweli jamaa akatekelezewa haki yake, lakini hadithi za uongo jamani ziko. Ndio maana Sheikh asema kama kweli unaweza kuchambua, soma tarikhi Imam Tabari. Kama huwezi, acha.
soma ya al-Hafidh ibn Kathir na al-Imam al-Dhahabi, au soma kitabu Marwiyat ibn Khnaf cha Dr. Yahya Ibrahim al-Yahya na al-Khilafatu ar-Rashida wad-Dawlatu al-Umayyah min Fath al-Bari, kutoka katika Fath al-Bari cha Dr. Yahya Ibrahim al-Yahya, na Tahqiqu Mawaqif as-Sahaba fi al-Fitan cha Dr. Muhammad Mahzun na Asr al-Khilafati ar-Rashida li Dr. Akram Diya al-Umari, na Marwiyat Khilafati Muawiya fi Tarikh al-Tabari cha Khalid al-Ghaifi, na At-Tabaqat al-Kubra cha Ibn Sa'd, wa huwa kitabun muhimun jiddan. Hii kitabu ni muhimu sana, haithu inna al-muallif, kiasi ambacho mtunzi yanqulu riwayatihi, anazileta zile riwaya bil asanidi kwa an fulani an fulani an fulani an fulani. Tarikh Khalifah bin Khayyat wa huwa kitabu mukhtasar, kitabu kimefupishwa, lakinahu muhtamu bil asanid, pia kinatilia umuhimu isnadi. Tarikh al-Madina ya Ibn Shabba, wa huwa aidan kitabun musnad, kitabu chenye isnadi zake. Na ahdath wa ahadith fitnat al-harji cha Dr. Abdul Aziz Dukhan, akhta'un yajibu an tusahhaha min at-tarikh cha Dr. Jamali Abdul Hadi wa Dr. Wafa'u Jum'a. Mimma nahdharu, kitu gani tunajitahadhari inda qiraati kutubi tarikhi, ule wakati wa kusoma vitabu vya tarikh. Tunajihadhari na kitu gani? Hivi ni vitu muhimu sana. Anasema kwanza, annamila indama naqra kutuba tarikh, ule wakati tunaposoma vitabu vya tarikhi, nahdharu min, tunachukua tahadhari kutokana, annamila ma'a ra'yi al-muallif, kumili na rai ya nani? Ya muallif, ya mtunzi. Wewe ukisoma tarikhi usimili na rai ya nani? Ya mtu. Wewe soma, halafu jenga hoja katika kile ulichokisoma. Ukiona rai yake ni sawabi, chukua. Lakini usisome tarikhi ukasema moja kwa moja mimi namtegemea huyu. Usimili na ile rai ya nani? Ya mtunzi wa kitabu. La budda an nanzura ila asli riwaya, pia jambo la pili kuna budi an nanzura, kutazama, ila asli riwaya, asili chimbuko la ile riwaya, la ila ra'yihi, tusiangalie rai ya nani? Ya mtunzi. Bilwana, inawezekana rai imekuja, hadithi imekuja, lakini akaipinga, je, utamili naye? Hapana. An natawakhal insafa, tutengeneze uadilifu inda alqiraa, ule wakati wa kusoma tuwe na uadilifu, kwa mimi ninataka haki. Lakini kama unasoma tu lakini una jambo lako ni yako mbaya, kwenye taarifa hautofanikiwa. 4, an na'taqida, tuitakidi, wa nahnu naqra'u tarikh ashabi rasulillah, na sisi twasoma ile tarikhi ya masahaba wa mtume, amraini thnaini, mambo mangapi? Mawili. Tuitakidi, anataqida, tuitakidi, wa nahnu naqra, na sisi ule wakati twasoma tarikhi ya masahaba wa mtume, amraini thnaini, tuitakidi mambo mawili. Jambo la kwanza, al-amru al-awwal, anataqida, tuitakidi, anna ashaba rasulillahi, masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, hum khairul bashar, ndio viumbe bora, baada anbiya illahi, baada manabii wa Allah salawatullahi wasalamu alayhi. Wadhālika, na hilo la kusema kuwa ni khairul bashar, lianna Allah tabaraka wa taala, kwa sababu Allah subhanahu wa taala madahahum, amewasifu, wa nabii sallallahu kadhalika madahahum, na mtume vile vile madahahum, amewasifu. Wabayana, tena mtume akabainisha, fi akthara min hadithi, zaidi ya hadithi moja. Wabayana, akabainisha akiwasifu masahaba zake, fi akthara min hadithi, zaidi ya hadithi moja, annahum, wa wao, afdalul bashar, ni viumbe bora, baada anbiya illahi, baada manabii wa Allah salawatullahi wasalamuhu alayhi. Hilo jambo la kwanza. Wakati twasoma tarikhi
tuitakidi kuwa masahaba ni watu bora. Kwa hiyo hata kama utakuta sehemu kuna matusi kwa masahaba, wewe na msimamo wako kwa masahaba ni khairu albashar. الأمر الثاني أن نعلم تتنبوه أن أصحاب رسول الله كما أصحاب ومتومه غير معصومين هوجه فدونا نين نما قوسا. نعم ديو نحن نعتقد العصمة سيسي تنعتقد نيني عصمة هو ومحفظيوا نما قوسا في إجماعهم wanapokuwa pamoja. Wanapokuwa shika nasema maswahaba sio maasumin, hawajahifadhiwa na nini, lakini nahnu na'taqidu al-isma, sisi tunaitakidi kwamba wamehifadhiwa na nini, na makosa, fi ijma'ihim, wanapokuwa pamoja katika jambo fulani. Maswahaba wanapofikiana pamoja, jamani jambo hili halifai, wote wakakubaliana, basi jambo lile kweli ni sahihi, halifai. Kwa pamoja ndio maana ijma, wote kwa pamoja wanapofikiana katika jambo hawawezi wakakosea. Lianna an-nabiy, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam akhbarana, ametukhabarisha anna hadhihi al-umma, yakuwa umma huu la tajtami'u ala dhalala, hauwezi kuafikiana juu ya nini, ya upotevu. Yani huu umma haiwezekani watu wote tu, wanawachuoni wote wa Kiislamu wakubaliane kwamba riba ni halali hata siku moja. La tajtami'u, hawawezi kuafikiana juu ya upotevu. Ukisikia wanawachuoni kuna ijmai, wanawachuoni wote wamekubaliana juu ya jambo fulani, basi ujue wamepatia. Fahum ma'sumuna, kwa hiyo wao wamehifadhiwa min an yajtami'u ala dhalala, kujikusanya katika upotevu. Walakinnahum, lakini wao kaafradin, kama vile mtu mmoja mmoja, ghairu maasumina, si wenye kuhifadhiwa na makosa. Wakiwa pamoja wamehifadhiwa. Kaafradi, kama mtu mmoja mmoja, ghairu maasumina, hawajahifadhiwa na makosa. Falismatu lianbiyai llahi, isma ipo kwa manabii wa Allah, wa malaikatihi, na malaika wake. Amma ghairu al-anbiya'i wal malaika, wasiokuwa manabii na malaika, fala na'taqidu, hatuitakidi ismata ahadin, kuhifadhiwa yoyote. Wa nahnu fi kitabina hadha, na sisi katika kitabu chetu hiki, nas'a, tunajitahidi, jahidina, tukifanya jitihada, ila tafriqi, kutofautisha baina alhaqaiqi, kati ya ukweli, waraqaiqi, na kisichokuwa ukweli. Fahubbuna, mapenzi yetu, li ashabi nabii, kwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, lam walan, bilana lam walan yakuna abadan, lam haijawa. Fahubbuna li ashabi nabi, mapenzi yetu kwa mtume, lam hayajawa, walan yakuna, na wala hayatokuwa, hayajawa, walan yakuna abadan, na hayatakuwa abadan. Sababan, kuwa ni sababu, litamsi alhaqaiqi, kuvunja zile haki zao, wa ighfaliha, na kughafilika nazo. Wala nara aiban, na hatuoni aibu, fi dhalika, katika hilo. Baada istisharatina, baada ya kuwataka ushauri, man nathiku bihi, wale tunaoamini, min ulamaina, katika maulama wetu, wa mashaikhina, na mashekhe zetu. Tawakafu hapa. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.